Furahia yogurt zenye ladha tofauti kwenye ujazo kadha wa kadha. Hii ni Alsas, ladha ya Tanzania. Mahakama ya Rufaa Kanda ya Iringa chini ya Jaji Angaza Mwaipopo imemhukumu kunyongwa hadi kufa Joseph Yustino Muhulila mwenye umri wa miaka 28, dereva wa bodaboda, baada ya kupatikana na hatia ya kumuua kikatili mwanae wa kiume Timotheo Joseph mwenye umri wa miaka 4 na miezi 6. Kwa mujibu wa upande wa jamhuri uliowakilishwa na mawakili Mwakalinga na David Mwaibara, mahakama ilithibitishiwa pasipo shaka kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo la mauaji ya kukusudia kati ya tarehe 9 na 12 Aprili mwaka 2025 katika kata ya Mkwawa, manispaa ya Iringa, majira ya saa 5:45 usiku. Ilielezwa mahakamani kuwa mshtakiwa ambaye alikuwa akiishi na mtoto huyo licha ya kutokuwa kwenye ndoa rasmi na mama wa mtoto, alimuua kwa ukatili wa hali ya juu kwa kumkata vipande vidogo vidogo kwa kutumia kisu na kisha kuponda kichwa chake kwa jiwe. Baada ya hapo, alitupa mabaki ya mwili wake chooni na kuflash ili kuficha ushahidi. Katika ushahidi uliotolewa, ilibainika kuwa awali mshtakiwa alitoa taarifa polisi akidai mtoto huyo amepotea katika mazingira ya kutatanisha, jambo lililoanzisha msako wa kumtafuta mtoto huyo. Hata hivyo, uchunguzi wa kina uliofanywa na jeshi la polisi ulimhusisha moja kwa moja na tukio hilo na hatimaye alikamatwa na kuhojiwa. Mahakamani, mashahidi kadhaa akiwemo shahidi wa kwanza, mama wa mtoto, walieleza jinsi walivyowasiliana na mshtakiwa kutaka kujua alipo mtoto, ambapo awali alidai kuwa mtoto huyo yupo kwa wazazi wake. Kisha baadaye akasema amesafiri kwenda Songea na babu yake, taarifa ambazo zilithibitika kuwa za kupotosha. Mbele ya mashahidi 5 na 8, mshtakiwa alikiri kutenda kitendo hicho, akieleza kuwa alifanya mauaji hayo kwa lengo la kupata utajiri, akidai kuwa alishawishiwa na tamaa hiyo. Upande wa utetezi uliokuwa ukiongozwa na wakili Geoffrey Mwakasege uliwasilisha hoja za utetezi, huku mshtakiwa mwenyewe akitoa ushahidi kwa kiapo, akijieleza kuwa ni dereva bajaji na kueleza mazingira ya uhusiano wake na mama wa mtoto. Hata hivyo, mahakama haikuridhishwa na utetezi huo. Akisoma hukumu hiyo, Jaji Angaza Mwaipopo alisema mahakama imejiridhisha kuwa ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka umejitosheleza kuthibitisha kosa hilo bila kuacha shaka yoyote, hivyo kumkuta mshtakiwa na hatia ya mauaji ya kukusudia. Kutokana na hilo, mahakama ilitoa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa mujibu wa sheria. Hukumu hii imetolewa leo ikiweka hitimisho la kesi iliyogusa hisia za wengi kutokana na ukatili uliotumika dhidi ya mtoto huyo asiye na hatia. Kwa msingi ambapo sasa DNA report imeonekana kwamba haina mashiko, ambayo ndio ilituambia kwamba aliyeko ndani mule ni ama ni binadamu ama ni kitu gani, ambayo ni DNA report. Lakini maelezo ya onyo ambayo ndio huyo mtuhumiwa anaambiwa kwamba yeye ndio alikiri kwamba amefanya hicho kitendo, pia maelezo hayo pia mahakama haijazingatia. Kwa hiyo mahakama imebakia haina kielelezo chochote kile isipokuwa maelezo ya mashahidi tu, kwa sababu vielezo vilikuwa ni vitatu: ramani ya eneo, maelezo ya onyo pamoja na DNA report. Mahakama imesema DNA report ina mashaka, kwa hiyo haijazingatia. Maelezo ya onyo yana mashaka pia na yenyewe haijazingatiwa. Kwa hiyo sasa mahakama ilikuwa imeenda kwa imani ya kigezo kimoja tu kwamba mtoto alipotea akiwa mikononi mwa mtuhumiwa, na hiyo ndio kigezo pekee ambacho mahakama imejikita kwenye kifungu kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo mahakama iko sahihi kabisa kutoa hayo maamuzi, lakini mahakama bado, mimi mshtakiwa pia bado ana nafasi ya kwenda, kama ataona hajaridhika, ana nafasi ya kwenda mahakama ya juu zaidi, kwenda kuomba kama ni rufaa, ama hiyo ni kitu kingine, sasa iko juu yake yeye. Lakini msingi wa mahakama ni kwamba kwa sababu yeye ndo alikuwa na marehemu mara ya mwisho, basi ndio sababu hiyo pekee tu ndio ile mhukumu. Hakuna sababu nyingine ambayo imeonyesha. Lakini pia mpaka saa hizi dispute ni kwamba kilichopatikana kwenye shimo ni binadamu ama sio binadamu, maana DNA report pia
haijazingatiwa na imeonyesha ina doubt.